Karibu mtazamaji wa kipindi cha Afya Tips hapa HMTV ambacho kinakujia kila siku muda na wakati kama huu. Siku ya leo tutazungumzia kuhusiana na matibabu ya mpangilio wa meno, kwa lugha ya kimombo tunafahamu kama braces, ama kuweka nyaki mtaani tunavyoelewa, ama utafahamu kwamba mtu anakuwa ameweka mpangilio fulani wa meno ambayo yanakuwa yanaenda hatua kwa hatua kulingana na matibabu. Siku ya leo tuko hapa Smile Clinic ambapo tutazungumza na Daktari Muya ambaye atatupa mwangaza kuhusiana na gharama, lakini pia maumivu na ukweli kuhusiana na matibabu haya. Tutakwenda kujua kwa nini huwa baadhi ya watu huwa wanacheka wakiwa wamefumba kinywa ama wakiwa wanacheka kwa kurelax kabisa, lakini pia ile dhana ya kwamba kuweka braces kwenye meno ni urembo ama ni kitu ambacho cha nasa tu, lakini ukweli kuwa ni matibabu. Endelea kuwa nami kwenye kipindi hiki. Mimi ni Chiombo Philip. Asante. Kwa majina naitwa Dr. Muya Mgeza. Ni mfanyakazi hapa Smiles Dental Clinic. Kwa sasa ni general dentist. Yaani kwamba ni doctor of dental surgery, lakini niko nafanya masters ya orthodontics naitwa, ambapo hiyo ni course kwa ajili ya kupangilia meno. Kwa ni specialty ambayo inahusu kupangilia meno. Yes. Daktari, tunatamani kupata general view ama maana halisi ya matibabu ya mpangilio wa meno. Mtu akisikia matibabu ya mpangilio wa meno aelewe kitu gani? Kuhusu matibabu ya mpangilio wa meno ni kwamba kunakuwa na vitu ambavyo, yani mpangilio wa meno huwa hauwi perfect tuseme, aidha kutokana na kurithi au kutokana na tabia kimazingira tunasema. Umeona kwamba unaweza kuwa na vitu fulani vimepelekea meno yako yasiwe na mpangilio mzuri. Kwa hiyo tukiongelea hayo matibabu tunamaanisha kwamba ni matibabu ambayo yanahusisha kuweka meno kwenye ule mpangilio mzuri ambao kijamii tunasema unakuwa una acceptable au unakubalika kijamii. Kubalika kijamii. Lakini pia kulingana na sababu zipi mtu anaweza akahitaji huduma ya matibabu ya mpangilio wa meno, ama ni mtu yoyote tu ambaye at least ana meno? Lakini kwa kuwa ni matibabu lazima kuwe na tatizo ambalo mtu mwenyewe anaweza akaona kwamba ndio ambapo mimi naona meno yangu hajakaa vizuri, lakini wapo ambao wanakuwa hawajui kama wana tatizo. Labda atakuja kwa daktari, atamuona, then atamwambia okay, hii ni tatizo. Kwa hiyo ni pale ambapo mtu anakuwa na tatizo ndipo unaweza kulingana na historia ya haya matibabu ya namna hii ya magonjwa ya meno, tunasikia tofauti imani tofauti kuhusiana na matibabu ya mpangilio wa meno. Kwa mtu ambaye ni wa kawaida kabisa anatamani kufahamu huduma hii ikoje kwa ujumla. Ni ukweli kwamba kuna habari nyingi potofu, yani au mila potofu nyingi kuhusu matibabu ya kinywa na meno. Sasa tukija specifically kwenye mpangilio wa meno ni kwamba hii ni huduma ambayo ina lengo kubwa la kuweka mpangilio mzuri wa mataya, yani na meno, yani uwiano mzuri wa meno kwenye mataya, kwa sababu binadamu tuna kitu kinaitwa muonekano. Sawa, unaweza kukuta kuna mtu labda akikaa hawezi kufunga mdomo, umeona. Kuna matatizo kama hayo ambapo yanatakiwa kusolviwa kwa kufanya hayo matibabu. Kwa hiyo ukiachana na hizi mila nyingi ambazo tunazo za kwamba labda meno yana vitu gani ambavyo ni, yani kuna dhana nyingi potofu kuhusu meno, lakini tukija kwenye mpangilio wa meno kuna shida nyingi ambazo zipo na zinahitaji matibabu.
Lakini je, gharama, kwa mfano mtu wa kawaida anatamani kufanya hii huduma na hizo imani potofu ambazo zipo za aina tofauti tofauti, kwenye upande wa gharama ikoje? Yeah, upande wa gharama ni kwamba kwa hapa kwetu sasa bahati mbaya ni kwamba kuna aina pia za matibabu kwenye mpangilio wa meno. Sawa, ukiachana na kwa commonly tunajua kwamba braces ndo matibabu makubwa, lakini kwamba mpangilio wa meno hauhusishi braces peke yake. Sawa, ukiachana na hizi braces ambazo tunazijua, kuna vitu vingine vingi au vifaa ambavyo mtu anaweza akavalishwa kwa ajili ya kusolve tatizo alilonalo. Sawa, kwa hiyo sio braces peke yake. Lakini kwa kuwa braces ndo matibabu ambayo yanajulikana na watu wengi, gharama yake huwa ni milioni 3 kwa sisi hapa. Inaanzia shilingi milioni 3. Kwa Kiswahili cha kawaida mtu akisikia braces aelewe nini? Mtaani wengi wanasema senyenge, wengi wanasema ni vyuma kwenye meno. Yeah, lakini ukiambiwa braces ni hizo kitaalamu tunasema ni appliance au ni vifaa ambavyo vinawekwa kwenye meno kwa ajili ya kuyapangilia meno kwenye mpangilio ambao ni mzuri. Tofauti ya hii huduma ya mpangilio wa meno inatofautiana kulingana na, tukiacha kwenye gharama kiasi fulani cha fedha, je, kwenye ile kwamba aina fulani ya mpangilio upo hivi, aina fulani ya mpangilio, tofauti zake zikoje kwenye upande wa huduma kulingana na kituo chenu hapa? Utofauti wa hizo huduma ni kwamba kwanza kuna aina ya tatizo lenyewe, sawa, ambalo mtu analo. Kuna issue ya umri wa mtu, sawa, maana kuna watoto ambao wanakuja tayari labda hawezi kukutanisha meno yake ya juu na chini, labda kwa sababu ananyonya vidole. Umeona? Kwa sasa kuna vifaa ambavyo huyo mtu atahitaji kwa sababu ni mdogo, na kunawezekana kuzuia hiyo tabia alionayo ili kusolve hiyo tatizo. Kwa hiyo kuna aina ya shida, yani au tatizo, ndio itaamua kwamba huyo mtu anapata aina gani ya tiba. Kuna issue ya umri pia, sawa. Mfano watu wazima sio wote ambao labda watapenda wawe na zile braces zinaonekana kwenye meno yao, umeona, which is ni tofauti na watoto. Watoto wao wakiwa na zile rangi wanaona ni sawa zaidi. Kwa hiyo umri pia unaweza kaamua kwamba huyu mtu labda anapata aina fulani ya braces tofauti, au kama kuna matibabu ambayo ni nje na braces anaweza kafanyiwa ili kurekebisha mpangilio wa meno. Kwa hiyo kuna vitu vingi ambavyo vina determine kwamba ufanyiwe nini, umeona, kulingana na tatizo, umri na aina yenyewe ya tatizo pia. Na pia kwenye haya matatizo kuna matatizo ambayo yanahusisha meno tu, umeona, lakini kuna matatizo ambayo yanahusisha uwiano wa mataya. Yaani unaweza kukuta mtu taya la juu na taya la chini labda moja ni kubwa kuliko lingine, umeona. Kwa na yeye kuna aina pia ya matibabu ambayo atapata, kwa sababu kwenye mpangilio wa meno sio kwamba ni braces pekee kama nilipokuambia mwanzo. Kuna muda pia mtu anaweza kufanya surgery, akafanya operation ya kurekebisha hayo mataya. Kwa hiyo braces ni kama inabeba tu ile yani kama ndio jina kwamba matibabu ya mpangilio wa meno mengi, mtu akifikiria tu haraka juu anaona ni braces, lakini kuna vitu vingine ndani yake hapo. Yes. Lakini pia huduma hii ya mpangilio wa meno kwa hapa Smile Dental Clinic inahusisha huduma zipi? Kwa mara ya kwanza mteja ndio first time anakuja, huduma zipi mnajumuisha kwenye kumpokea mteja wenu? Okay. Huduma ambazo zinakuwepo kwenye mtu anapokuja kwa ajili ya mpangilio wa meno ni kwamba cha kwanza ni ile uangalizi wa awali tunaita, sawa. Kwa mteja atasikilizwa, atasema kile anachokiona yeye, au atasema shida yake kwamba mimi shida yangu ni nini, umeona. Daktari ataangalia shida zilizopo kinywani, sawa. Sasa
Kwa ule ukaguzi wa awali utahusisha kuangalia kinywa kizima, hali ya usafi ikoje, je, kuna meno yote yametoboka, umeona? Je, kuna shida yoyote nyingine ambayo ipo ukiachana na tatizo la mgonjwa. Kwa hiyo atafanya, kuna x-rays ambazo mgonjwa atafanya kwa ajili ya kuangalia hali ya taya zote na meno yote kiujumla, lakini pia atapiga picha kwa ajili ya kuja kuangalia kwamba kabla hatujaanza matibabu ulikuwa na hali na baada ya matibabu ulikuwa na hali, umeona. Lakini kuna kuwa na huduma pia ya kusafisha, kwa sababu ukiwekewa braces, kumbuka zile braces zina tabia ya kuweka uchafu, yani zaidi, umeona. Kwa hiyo lazima kinywa kisafishwe vizuri ili kupunguza pia uwezekano wa magonjwa kama magonjwa ya fizi na kutoboka meno, umeona. Yes. Na kulingana na gharama ambazo umetuambia hapo awali, kwa kulingana na hapa huduma unazozitoa, je, mtu anaweza mwananchi wa kawaida anawezaje kumudu hizi gharama? Labda kuna zile hatua za awali au kwa kuwa ni binafsi inabidi awe direct ama inabidi iweje? Kwa kuwa ni taasisi hii, mtu akija ataulizwa kulingana na ataambiwa gharama, sawa, na kama kuna utaratibu mwingine ambao labda anaona yeye utamfaa zaidi kwenye kulipa, uongozi upo, umeona. Tuna ofisi ya HR na administrators ambao watakaa na huyo mtu, kwa sababu kumbuka haya matibabu sio kwamba ni ya siku moja. Yes, minimum tunasema ni mwaka 1.5 utakuwa na hizo nanili, lakini inategemea pia na aina ya tatizo ambalo unalo. Kwa hiyo ofisi ipo kwa ajili ya kuongea kwa gharama. Kwenye upande wa maumivu, tunaweza tukazungumziaje upande wa braces? Yeah, moja ya issue ambayo inaongelewa sana kwenye braces ni maumivu, umeona. Na wengine wanakuuliza kwamba je, nikiwa mnaniwekea nahitaji ganzi au inakuwaje? Je, hiyo siku nitakuwa naumia hapo mnaponiwekea au itakuwa vipi? Ukweli ni kwamba hii procedure yake haihitaji ganzi. Utawekewa, yani hamna maumivu ya moja kwa moja muda huu ambao utakuwa unawekewa, sawa, lakini utakuwa na maumivu baadaye, labda masaa 24 which yataenda mpaka siku 5, siku 6 mpaka 7, umeona. Na haya yanatokea kwa sababu ukishawekewa braces na zile wires, kuna mabadiliko ambayo yanatokea kwenye zile tissue ambazo zinashikilia meno, kwa sababu kumbuka lengo ni kwamba haya meno yanahitaji kutoka sehemu moja labda kwenda sehemu nyingine ili yakae vizuri. Kwa kuna mabadiliko ya kifiziolojia ambayo yanatokea kwenye fizi na mfupa, ndio hayo ambayo yanapelekea maumivu. Na hayo maumivu yanatofautiana kati ya mtu na mtu, na huwa kwenye kuyapunguza huwa mtu tunampa dawa kwamba kama utaona yanazidi unaweza kutumia dawa hii, umeona. Yeah, lakini ni maumivu ambayo ni ya muda mchache, yanaisha ndani ya siku 3 mpaka wiki hapo. Je, kulingana na maendeleo ya teknolojia ambayo tunaendelea kuipitia kila siku, labda maumivu haya unaweza ya define vipi, au teknolojia itasaidiaje au inasaidiaje kwa hivi sasa tangu mwanzo tunaanza kwenye nchi yetu ya Tanzania mpaka sasa hivi, labda teknolojia imesaidiaje kurahisisha kwenye upande wa maumivu wakati mteja au mgonjwa anakutana na hii huduma? Asante. Tukiangalia kwa upande wa teknolojia ni kwamba haya matibabu ya mpangilio wa meno hayajaanza leo, yani yameanza miaka mingi sana huko nyuma. Kwa hiyo zamani kulikuwa na aina fulani ya brackets, sawa, na kulikuwa na aina pia tofauti za wires, sawa, yani zile wire ambazo mtu anafunga. Kwa hiyo kwa sasa hivi ni kwamba aina za brackets zimebadilika, aina za wires zimebadilika. Sasa hivi tuna wire ambazo ni flexible, yani kwa sababu
issue nyingine ambayo inasababisha maumivu ni ile kama labda mtu umeanza matibabu na waya mkubwa zaidi, umeona. Lakini sasa hivi unaweza kuanza na waya ambao ni mdogo sana kiasi kwamba ule mgandamizo ambao unakuwa unatokea kwenye jino unakuwa ni mdogo, umeona. Kwa hiyo ukikompare miaka hii na miaka ya nyuma kuna tofauti mkubwa sana. Kwenye upande wa chakula ikoje? Labda inaweza kusababisha maumivu. Kwanza tufahamu kwanza ni aina gani ya chakula anatakiwa kutumia mtu ambaye anapata hii huduma ya mpangilio wa meno. Okay. Braces. Yep, kikubwa kwenye chakula ni kwamba kwa nini huyu mtu wa braces anakuwa na aina fulani ya chakula. Lengo kubwa ni kwamba kumbuka hizi bracket zinabandikwa kwenye meno. Sawa? Na kitu ambacho tunataka kuzuia ni kwamba zisiwe zinabanduka mara kwa mara. Kwa sababu kama zinabanduka mara kwa mara hata ile ule mwendelezo wa matibabu pia unakuwa sio mzuri na mtu anaweza akachukua muda mrefu zaidi. Kwa hiyo tunamshauri mtu asitumie vyakula vigumu kwa lengo la kwamba kitu kiwa kigumu, mfano labda unakula vipisi vya carrot ni vikubwa vile, si ndio? Inaweza ikakaa kati ya bracket ya juu na ya chini afu ikazibandua, umeona. Au unakula vitu ambavyo ni vinaganda, naita stick foods, umeona. Kwa hiyo tunakuja kwenye swala la chakula ni kwamba tuna avoid tu vile vyakula ambavyo vinaweza vikaharibu brackets, mfano bisi, miwa, na hata kwenye nyama tunasema nyama utakula, lakini tunashauri kwamba uzikate kwenye vipisi vidogo vidogo, kwa sababu tunaamini kwamba ukishakuwa unakula kwenye vipisi vikubwa vya nyama, ina maana unaongeza nafasi ya kuzigusa bracket za meno ya juu na ya chini afu ukazibandua. Haiwezi kumtia mtu uoga kwamba nitakosa kula nyama na mtu kazoea kula nyama akahofia kuja kuweka vizuri meno yake. Yes, ndio. Wapo watu ambao wanakuja yani moja kwa moja anakuambia nataka kweli nipate haya matibabu. Lakini ni kweli kwamba sitaweza kula nyama au sitaweza kufanya nini. Lakini ukweli ni kwamba atakula. Sawa, lakini ni umakini tu ambao unatakiwa na kufuata hayo maelezo ambayo kama nimekwambia hapo awali. Yeah. Kulingana na range ya matibabu, ni kundi lipi hasa la matibabu ambalo linakuja sana kwenye hii huduma? Yeah, moja labda kabla hatujaongelea umri, labda tuongelee jinsia kati ya wanaume na wanawake. Kumbuka haya matibabu yanahusisha beauty, ni nini tunaita? Cosmetics. Yeah, cosmetics. Kwa hiyo jinsia ya kike wako zaidi, yani wanatafuta zaidi meno yao kupangiliwa vizuri kuliko wanaume. Sawa. Kwa hiyo tukikompare hao wawili, yani jinsia hizi mbili, lazima wanawake ni wengi kuliko. Yeah. Kwenye umri pia ni kwamba kumbuka kuna watoto, kuna vijana, kuna wazee. Sawa. Wazee ni kwamba ile nanili yao ya kuhitaji haya matibabu ni ndogo ukikompare na ambao ni vijana ambao wanakuwa. Nadhani unaelewa kwa nini. Yeah. Kwa nini vijana ama watoto kwenye kumbuka kwa vijana, kumbuka huu ni muda wao wa kuwa na muonekano mzuri. Sawa, kwa sababu ndio huo muda inabidi utafute, yani uonekane vizuri yani kwenye jamii yako, lakini pia kumbuka watu wanatafuta wenza wao kwenye huo muda. Ndio, kwa hiyo urembo au cosmetics ndio muda wake. Sawa. Yeah. Tukija kwenye kufahamu ukweli uliopo kuhusiana na matibabu hayo, unaweza kutuambia kitu gani? Kuhusu ukweli ni kwamba watu wengi wanadhani sawa, yani lengo ni kwamba meno yapangiliwe yawe kwenye mpangilio ambao unavutia. Unaweza kusema moja kwa moja ni urembo. Lakini kiuhalisia ni kwamba
Hii ni tiba kama tiba nyingine. Na chukulia mfano wale watoto ambao wanakuwa na meno labda ya juu yametoka nje zaidi. Sawa. Kwa hiyo utafiti umeonyesha kwamba mtu akiwa vile, yani meno yako mbele na hawezi kufunga midomo yake, anakuwa na riski zaidi ya kupata kuumia. Sawa. Ndio maana utakuta watu wa hivyo labda meno yao ya mbele yamekatika, yamefanya nini, umeona. Kwa hiyo ukiachana tu na urembo, ni kwamba matibabu haya yanahusika pia kuzuia hizo ajali, lakini pia utafunaji wa chakula. Yaani kama meno yako hayajakaa vizuri, hata ile hali ya wewe kutafuna chakula inakuwa ni changamoto. Sawa, yeah. Kwa hiyo kuna vitu vitatu ambavyo inabidi jamii ifahamu kuhusu haya matibabu. Ni kwamba yana lengo ya tunaita function, kwamba uweze kuwa na mpangilio wa meno ambao unaweza ukatafuna chakula. Wote tunajua kazi ya nani, ndio. Lakini pia uweze kuongea vizuri. Sawa. Kuna matatizo ya mpangilio wa meno ambayo yanahusisha moja kwa moja na matamshi mabaya ya meno, ya maneno. Yaani mtu anaweza kawa hatamki baadhi ya maneno kwa sababu tu meno yake hayajakaa vizuri. Unaona Na mwisho ndio hiyo tunaongelea kwamba muonekano uwe mzuri. Yeah. Unaambiaje wale ambao anahisi kwamba labda ukiweka zile braces, kuna mwingine anaamini kwamba hicho kitu, kwamba kuna watu wanaweka braces kwa ajili ya urembo au ina muonekano mzuri kwa sababu zina aina mbalimbali za rangi. Sasa kama ulivyosema, kulingana na jinsia ya dada ukuta anaweka, kama huyu akiweka bracelet kama kastarehe fulani ama ka urembo. Kitaalamu hiyo unaweza kumwambia je mtu wa kawaida ambaye ana hiyo? Ni kweli kwamba kuna watu ambao mpaka hivi leo wanaamini kwamba ukivaa bracelet yani ni wewe unatafuta tu urembo, kwamba labda umeweka kama mapambo. Lakini ukweli hiyo sio sahihi. Hizi zinawekwa kwa ajili ya kufanya matibabu, sio urembo. Yani inabidi hiyo ifahamike kabisa hivyo. Lakini pia kwa yule ambaye ameshaweka braces ila anapata changamoto ya namna ya kuzitunza, unamshauri vipi? Kama mwanzo umeelezea kuhusiana kwamba inabidi afuate ushauri fulani ambao utamsaidia matibabu yake yaende vizuri. Mtu kama huyu ambaye anapata changamoto maybe harufu na vitu kama hivyo. Moja ya kitu ambacho watu tunakifanya mwanzoni kabisa, huwa tunatoa elimu ya namna ya kusafisha kinywa chako, yani cha mtu baada ya kufunga braces. Kwa sababu kumbuka huu ni muda ambao utakuwa na vitu mdomoni, na hizo braces zina tabia ya kuvutia yani mabaki ya chakula yakae sana. Kwa hiyo tuna namna ambayo tunawaelekeza watu, lakini pia kuna vifaa maalum, kuna miswaki maalum ya kutumia, kuna dental floss au inaitwa nyuzi kamba ambazo pia tunashauri mtu aendelee kutumia kwa ajili ya kutoa uchafu katikati ya meno na namna nzuri ya kutumia. Kwa hiyo huwa tunaendelea kuwapa hiyo elimu hata baada ya kwamba ukiona labda huyu mtu hawezi kufuata kile ambacho tumemwelezea. Unaweza kumwambia mtu ambaye ana shida ya changamoto ya mpangilio wa meno lakini anatamani kufanya hii huduma, inaweza ana vikwazo vingi, uoga, gharama, vitu kama hivyo, unaweza kumwambia nini? Kwa mtu, cha kwanza ambacho ni cha muhimu ni kwamba fika kwa daktari, elezea shida ulionayo, na kulingana na hiyo shida ambayo unayo daktari atakushauri vizuri kwamba shida yako ni hii na labda itakuwa hivi na hivi. Sasa wengi wao wanahisi kwamba nikienda tu labda leo ndo nitawekewa hizo braces, lakini ukweli ni kwamba daktari anahitaji muda wa kukuangalia. Kama mwanzo unakumbuka nilikwambia habari ya kufanya x-ray, kuangalia hali ya kinywa, usafi wa kinywa ukoje, kwa sababu sio kwamba kila mtu anaweza tu akawekewa braces. Ikionekana mtu yupo kwenye hatari ya kupata labda ana meno mengi ambayo yametoboka au ana magonjwa ya fizi,
au ana ugonjwa wote ambao utahatarisha zaidi afya ya kinywa akiwa na braces, huwa hatuweki. Kwa hiyo kwa mtu yote ambaye ananili, cha msingi afike, tumuone, tumshauri. Kwa hapa ni Smile. Kwa ujumla mnazingatia kitu gani kwenye kumsaidia kwenye kundi la watoto? Labda mnapokea sana watoto, mnapokea sana kama hivyo kulingana na jinsi ya wanawake sana, average ikoje, na mnafanyaje kwa ita zaidi? Nadhani imekaa zaidi kwa timu ya mauzo tuseme, lakini kwa upande wa daktari kama daktari, ambacho najitahidi kufanya ni kwamba kusikiliza kwanza kile mgonjwa anataka, sawa, yani kuwa na huduma nzuri, kuwa na lugha nzuri kwa mgonjwa, lakini pia kuhakikisha kwamba kile kitu ambacho anakihitaji anakipata. Inawezekana kuwa na tabasamu nzuri, yani mtu ambaye ana shida ya meno akaweka braces anaweza kuendelea tu na maisha ya kawaida kabisa. Hizo kulingana na maisha ambazo zipo, yani kwamba ameweka braces, ndio, alafu akawa kawaida kabisa, yani asisikie maumivu, ikawa okay. Yani kwamba tangu umefunga braces usipate na nili yote. Hapana. Kumbuka unapoweka braces, hichi ni kitu kigeni ndani ya kinywa chako. Kwa hiyo pale mwanzoni kunakuwa na changamoto ya kuzoea, sawa. Kwanza kwa sababu utahisi mdomo labda umejaa sana, labda kutakuwa na waya unakugusa hapa na hapa, umeona. Kwa hiyo sio kwamba haitakuwa na hizo changamoto. Ziko changamoto ndogo ndogo ambazo zinavumilika na huwa watu wanavuka, kwa sababu pale mwanzo ndio panakuwa na changamoto kwa sababu ya kuzoea. Kulingana na vitu vitatu ambavyo tumevizungumzia hapa, tumegusia kuhusiana na gharama, maumivu na ukweli uliopo kuhusiana na huduma ya mpangilio wa meno. Kwenye vitu vitatu tunataka kugusa kimoja labda tukapata general summary hichi ambacho tumekizungumzia haswa hapa Smile. Labda cha kwanza ni hicho kwamba meno ambayo yamepangiliwa vibaya yanatibika, sawa. Kwa hiyo mtu yeyote ambaye atakuwa whether umeambiwa na marafiki au wewe mwenyewe unaona kwamba meno yangu hayajipanga vizuri, jua hiyo inatibika, na unaweza ukafika Smiles tukakuangalia na tukakupa plan kwamba kwa wewe kutokana na hali yako hichi na hichi kinawezekana, tutafanya hivi na hivi hivyo. Na kingine cha pili ni kuwatoa watu uoga. Kumbuka sio kwamba hapa Tanzania labda tumeanza hii tiba ya zamani sana. Yani ile awareness pia haikuwepo miaka ya nyuma, umeona. Kwa hiyo kuna muda kukutana na wazee wetu, labda wale ambao umri kidogo umeenda, wanakuwa wanajiuliza mara nyingi, watoto kwa nini mnafanya hivi vitu? Labda kwa nini mbona sisi havikuwepo? Kwa sababu labda hicho kipindi ambacho wao wanakuwa wanakuwa hayakuwepo ya mambo. Lakini kwa kuwa awareness ya kinywa na sekta nyingine za afya zinaendelea kukua, kwa ni washauri labda wazazi au na wengine ambao hizi huduma hazikuwepo wakati huu sasa waache watoto wao wafanye hizo huduma. Kama daktari unawezaje kuhandle pressure ya mteja akiwa amefika hapa hospitalini au kwenye hii huduma ya braces? For the first time unasema kwamba inawezekana mtu amekuja hapa afu akawekewa. Je, wewe unahandle hivi mteja ambaye amekuja anahitaji huduma sawa, lakini anakuwa kana kale kauoga? Mara nyingi ambacho wanafanya nafanya jitihada kubwa sana ya kumuelewesha mtu,
sawa, kwa sababu kuna muda ya mtu atakuja na mtoto ambaye kabisa unaona bado labda ana meno mengi ya utotoni. Unajua binadamu tuna seti mbili za meno, yale ya utotoni na haya ukubwani. Kwa kuna muda mtu anakuja anasema mtoto wangu haya meno labda yamekaa hivi vibaya. Sasa kitaalamu kuna baadhi ya vitu ambavyo labda lazima usubirie umri fulani au meno fulani yaote ndipo uweze kumfanyia braces. Umeona? Kwa hiyo ambacho tunafanya ni kumuelimisha mzazi. Umeona? Japo wengine atakuja anataka naomba uniwekee hapa zile waya au niwekee senyenge ya meno yamekaa vibaya. Umeona? Au kama mwingine ana shida ambayo au ana tabia ambayo kama haujaimaliza hiyo tabia huwezi kuyapangilia meno kwa namna yote ile. Kwa hiyo na yeye anakuja labda, mfano nimetolea mtoto ambaye ananyonya kidole na meno yake labda hayakutani au meno ya juu yamekuja mbele zaidi. Mzazi anakuja anakuambia naomba mmwekee haya kwa sababu nataka aweze kufunga haya meno yake. Umeona? Sasa kitaalamu, kwa sababu unaelewa chanzo kwamba mtu akiwa ananyonya kidole lazima uaddress hiyo tatizo ndipo weke braces. Kwa hiyo unamwambia. Kwa kikubwa ambacho tunafanya ni elimu kwa wazazi, kuwaelimisha waelewe vizuri. Ulikuwa na kitu gani kingine ambacho unatamani utueleze siku ya leo? Nicho lazima ugusie kwenye kutu ambia kuelimisha mtazamaji hapa kuhusiana na matibabu mazima ya mpangilio wa meno. Kitu ambacho natamani nimwambie mtazamaji ni kwamba afya au tuseme matibabu yamegawanyika, yana specialties. Maanisha muona kinywa na meno, yani anaposoma daktari, kuna huyu ambaye anasoma degree ya kwanza, sawa, ni kwamba anakuwa anafanya basic au matibabu yale ya basic, sawa. Lakini ukitaka kwenda kusomea kitu fulani kiundani lazima ukasome tena. Umeona? Kwa hiyo mpangilio wa meno ni moja ya matibabu ambayo pia yanaenda kusomewa, sawa. Sasa kilichopo sasa hivi mtaani ni kwamba kwa sababu aidha ya kutafuta hela, umeona, unakuta mtu yeyote tu anaamua kwamba mimi nitafanya hizi braces. Ndio maana utakuta mtaani kuna mtu anakuambia anafunga braces hata kwa 200,000. Umeona? Lakini kumbe ule utaalamu anakosa ule utaalamu wa kufanya hayo matibabu. Kwa hiyo ambacho namwambia mtazamaji ni kwamba inabidi pia uangalie unaenda wapi. Je, mahali ambako unaenda kutibiwa ni mahali sahihi? Sawa, kwa lengo tu la kuwa na matibabu mazuri. Sawa, sababu tayari kuna vitu vingi vinaendelea mtaani na watu wengi pia wamepata madhara, kwa sababu kumbuka, kama kuna tiba ambayo inafanyika kwenye namna ambayo sio sahihi, tayari italeta matatizo. Kwa hiyo watu waende kwenye maeneo ambayo yanaaminika, na yani hata kama unasema kitu kimetokea vibaya basi unajua utafanyaje. Umeona? Ndio. Kwa hiyo na idara ya kinywa na meno ina vitu vingi ndani yake, kwa sababu kumbuka zamani watu walikuwa wanajua ni habari ya kung'oa meno peke yake, lakini hivi ninavyokuambia hizo masters, yani elimu tu ya kumbuka, unasoma kwanza miaka 5 kuwa general dentist, sawa, lakini kwa hapa tu Muhimbili tayari kuna kitengo ambacho unasoma kwa ajili ya moja kama hii mpangilio ambao niko nakwambia. Nyingine unasoma tu kwa ajili ya ukarabati wa meno, namna ya kuziba au kuweka yale bandia, hiyo ni kitu kingine. Lakini kuna oral surgery tunaita. Oral surgery hii ndio inahusika sasa na upasuaji wa mataya, umeona, ya vitu kama hivyo. Kwa hiyo ni field pana ambapo ina vitu vingi ndani yake, ambavyo ningependa mwananchi pia aelewe kwamba kinywa na meno sio tu habari ya kung'oa meno. Hiyo ilikuwa zamani. Unaona?
Kwa kumalizia, kuna ile ambayo umezungumzia kuhusiana na neno mtaani. Hilo neno mtaani limenikumbusha kitu kwamba kuna wale watu ambao kwenye mambo ya urembo unakuta mtu kaenda kwa watanisame waweka kucha kuna yale mameno mavitu wanawekwa kwenye jino kwa kutumia gundi. How inaweza ikaathiri vipi afya ya meno? Ikiwa yale mawe ya kung'aa. Kitu ambacho inaweza kikatokea kwa vitu kama hivyo ni kwamba ukibandika kitu chochote ambacho hakijakaa vizuri mdomoni kinakuwa na riski ya kuvuta, yani chakula kikiwa kinakaa sana kwenye meno. Umeona? Kwa hiyo inakuwa na hatari ya kusababisha meno kutoboka au kuoza. Umeona? Lakini pia fizi, mtu anaweza akapata magonjwa ya fizi kutokana na kwamba kitu ambacho umekiweka haba kijawekwa vizuri na vitu vingine kama hivyo. Kwa hiyo kunakuwa na hatari zaidi pia ya kupata magonjwa mengine. Ndio maana hata kwenye braces nilikwambia tunataka mtu ambaye akifunga braces basi usafi uwe kitu cha kwanza kwake. Umeona? Kwa sababu tayari ile, yani unaongeza chances ya kwamba mtu atakuwa na vyakula vingi mdomoni na vitu vingine kama hivyo. Umeona? Kwa kuna hatari hiyo ya kuweka vitu ambavyo bila mtu kujua yani. Tunashukuru daktari kwa muda wako ambao umetenga kwa ajili ya kuhabarisha mtazamaji na wananchi kwa ujumla kuhusiana na mpangilio wa matibabu ya mpangilio wa meno, kwamba hii huduma kama ulivyotoka kusikiza mtazamaji sio urembo kama wengi ambao wanafikiri kwamba unaweza kuweka braces kwa kuona tu kama ni urembo. Inahitaji kufanywa uchunguzi kwanza, lakini pia waangalie maendeleo yako, unaendeleaje na nini kinakupa sababu ya wewe kuwekewa braces ili uweze kutibu ama kuweka mpangilio sawa wa meno yako. Lakini pia kulingana na umri, watoto na vijana inaonekana kwamba ni watu ambao ndio wanaweza yani hii huduma inafanyika sana kwa sababu ya muonekano na vitu vingine kama hivyo. Usikose kwenye kipindi kijacho cha Afya Tip kutoka hapa Habari Maalum TV ambapo tutakuletea vitu vingine vingi, lakini leo tulikuwa tunazungumzia matibabu ya mpangilio wa meno. Mimi ni Nachembo Filipo. Bye.